السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمد الله حمد الشاكرين ونؤمن به إيمان الموقنين، ونقر بوحدانيته إقرار الصادقين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وحبيب التائبين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الأحبة، baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ni furaha kubwa kwangu kuweza kuwafikiwa leo kuhudhuria kusali Ijumaa pamoja na ndugu zangu. Ijumaa hii ya leo kulingana na munasaba wa mwezi tulionayo shahru Rajab, na ndani ya mwezi huu pamoja na ikhtilaf na aqwali za ulama ni kwamba ni mwezi ilitokea safari ya miujiza, safari ya kihistoria, safari ya Isra na Mi'raj. Na hata watokee wenye kupinga hii safari watapinga kwamba tarehe ilikuwa lini, ni mwezi wa Rajabu au mwezi gani, lakini hawawezi kupinga tukio kwamba halikutokea, kwa sababu Allah amethibitisha mwenyewe katika surati al-Isra aya tuliosoma, subhana alladhi asra bi'abdi. Kisha katika surati an-Najmi Allah subhanahu wa ta'ala anasema laqad raa min ayati rabbih al-kubra, mtume aliona miujiza ya Mola wake mikubwa. Aliona miujiza hii wapi? Qur'ani inasema inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagha al-basaru wama tagha. Allah anasema alishuhudia miujiza hiyo akiwa maeneo ya sidratul muntaha, na sidratul muntaha ni mbinguni. Kwa hiyo ni tukio halina ikhtilaf kutokea kwake, ikhtilafu ni siku na mwezi. Ndugu zangu Waislamu, rihlatul Isra wal Mi'raj tahmilu durusan adhimatan. Hii safari ya Isra na Mi'raj imebeba mafunzo mengi sana, mambo ambayo ya maajabu na mambo ya kuzingatiwa. Miongoni mwa mafunzo ambayo yapo, kalfaraji ba'da shidda, ni kama kuthibitisha kwamba unapokuwa kwenye dhiki na shida kubwa, basi lazima faraja ipo. Hii safari tudhakiru al-ummata anna ba'da al-usri yusra wa anna al-faraja ma'a al-karbi. Hii safari inatukumbusha ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba palipo na uzito pana wepesi, na baada ya dhiki ni faraja. Moja katika mafunzo yaliyopo. Alafu mafunzo mengine, ithbatu nubuwati alhabib sallallahu alayhi wasallam, ni kuthibitisha safari hii utukufu wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na vile vile khatamiyati risalatihi,
kuweza kuonyesha kwamba Mtume Muhammad ndiye mtume wa mwisho, hakuna nabii baada yake yeye. Kisha vile vile kutufundisha tauhidul anbiya, kwamba manabii dini yao ilikuwa moja na manabii wote walizungumza sauti moja, hawakukhtalifiana katika da'wa yao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Hakuna nabii tulimtuma isipokuwa tangazo lake kubwa kwa watu wake, la ilaha illa ana, hakuna mola wa kuabudiwa wa haki illa Allah. Katika surati an-Nahl Allah anasema, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut, hakika tulimtuma kila mtume kwa watu wake na tangazo lake na neno lake, an i'budu Allah, kuwa maabuduni Allah peke yake, wajtanibu at-taghut, na muepuke kuabudu visivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha vile vile katika mafunzo yamo ndani ya safari ya Isra na Mi'raj, athiqatu alhajatu ila thiqati bilghaib, kama mu'min wahitajika kuamini ghaib, kuwa ghaibu ipo, kuamini moto upo, na kuamini janna ipo, na kuamini kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliweza kusafiri kutoka ardhi akenda mbinguni na akenda sehemu alokusudia Allah afike. Na hiyo sifa Mwenyezi Mungu ametusifu nayo sisi, alladhina yu'minuna bilghaib. Kisha lingine katika mafunzo tunayoyapata ni kuamini mashahid aljanna wan nar. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliweza kwenda kuona kwa macho pepo na moto, lazima tuamini hilo. Raa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mashahid adhabin liakalati luhum albashar, Mtume aliona akashuhudia sehemu aliyotembezwa kwenye moto, akaona watu wanaoadhibiwa waliokuwa kila nyama za watu. Na hawa ni kina nani? Alladhina yaghtabuna an-nas, watu walio na tabia na mazoea ya kusengenya, walifananishwa na wanaokula nyama za watu. Mtume akaona watu lahum adfarun min nuhas yakhmishuna biha wujuhahum, akaona watu wana kucha za shaba ndefu na wanajipabura nyuso zao. Ajabu, hawa watu hawajihurumii, wanajitesa katika hali hiyo na hawapumziki. Ikawa haya ni malipo kama vile walivyokuwa wakiwabambua watu nyama zao wakiwatafuna, aljazau min jinsi al-amal. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Humaza alimtishia mwenye kusengenya na moto ambao utatafuna mpaka moyo wake, kalla la yulbadhanna fil hutama wama adraka mal hutama narullahi almuqada allati tattali'u ala al-afida innaha alayhim musada fi amadin mumaddada. Mtume sallallahu alayhi wasallam raa mashahid adhabi akil amwal al-yatama wa akil riba, alienda akaona watu wanaoadhibiwa walikuwa duniani wakila mali ya yatima. Alimuona bwana mmoja yasbahu fi nahri dam, anaogelea kwenye mto wa damu, alafu nje kuna mtu anamrushia mawe, kila jiwe akirushiwa analinyaka na mdomo wake linakwenda tumboni. Hii ni ishara ya kwamba hawa katika ulimwengu wao hawakujali, yaakuluna malahu wa li ghairihi, anakula mali yake na anakula na mali ya mwenzake, hajali kwamba hii ni haki ya mwingine. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akawalipa kwamba hata mawe pia watakula, kwa sababu chochote wao wanakiona ni sawa kwao. Kisha Mtume akaona watu wanaadhibiwa adhabu ya ajabu, butunuhum amthalul jibal, matumbo yao makubwa kweli kweli. Mtu ana tumbo mfano wa jabali, mfano wa gorofa kubwa kweli kweli,
kila akijaribu kusimama atembee anaanguka. Allah anasema katika surati Al-Imran, alladhina ya'kuluna ar-riba, katika surati Al-Baqara, alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Haya ni malipo ya watu walikuwa wanakula riba. Akaona adhabu ya sharibi al-khamr, watu walikuwa kinywa tembo. Akaona adhabu mateso wanapata az-zunat, walikuwa wanazini. Mtume alishuhudia mambo haya yote ili iwe ni mafunzo kuja kuwaeleza umma wake at-tahdhiru min al-maasi, na lengo la kuonyesha mtume ni kuwatahadharisha umma na maasiya, kwamba adhabu zipo. Ndugu zangu Waislamu, tusione ni hikaya za watu. Ikhwata al-ahibba, rihlatul Isra wal Mi'raj mukafaatun rabbaniyatun min Allah. Safari ya Isra na Mi'raj ni malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ala ma laqahu min alam wa ahzan, kwa dhiki na tabu na mateso na huzuni alizozipata mtume sallallahu alayhi wasallam tiwala alfitrati ad-da'wati al-makkiyya. Muda wote mtume alolingania dini ya Uislamu akiwa Makka, mtume alipata tabu sana, aliudhiwa sana. Makuraishi walimbana kweli kweli na kumudhi na kumfanyia mengi ya tabu, kuwatesa wafuasi wake, mpaka watu wakaacha mji wao wa Makka wakahama ardhi ya Habasha, Ethiopia, sehemu ambayo haifanani na maisha yao wala watu ambao si jinsia yao, lakini walifanya hivyo kwa sababu firaran bidinihim wa imanihim, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akamlipa na safari ya Isra wa Mi'raj baada amil huzni, baada kumpoteza ami yake Abu Talib na mkewe Khadija, ambao walikuwa watu muhimu sana kwa da'wa, walimuhami kweli kweli. Abu Talib kana bimathabati aljabhati alkharijiyya. Abu Talib mfano wake ilikuwa ni ngome yake ya nje. Makuraish hawakuweza kumnyoshea kidole Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa Abu Talib yuko hai, na alimwahidi akaapa, asema hawa hawatakufanya lolote maadamu niko hai, hata uwassada fi turabi dafina, pengine niwe niko chini ya ardhi nimezikwa. Alipoondoka Abu Talib, uwanja ukawa wazi. Mtume anapotoka kufanya da'wa anakuta mambo hajawahi kuyaona. Na mama Khadija kanat bimathabati aljabhati dakhiliya, alikuwa ni mfano wa ngome ya ndani. Akirudi mama Khadija anamliwaza, anamfuta machozi, anampa maneno ya kumpa moyo Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajabu, wote walikufa pamoja mwaka mmoja. Wengine wanasema walipishana kwa mwezi, wengine wakataja muda mfupi zaidi ya hapo. Mtume akaona ulimwengu umefunga giza, dhaqat alayhi al-ardhu bima rahabat. Allah subhanahu wa ta'ala kumuona mtume wake ana dhiki kama hii, hana raha, hana furaha, akaamua kumpa safari ya maajabu, safari hajawahi kuipitia kiumbe yoyote. Amefika sehemu lam yablughuhu bashar, hakuna mwanadamu alifika huko, wala hata nabii. Nabii Musa alikuwa akizungumza na Allah, lakini katika Jabal Tur akiwa chini ya ardhi. Sayyidina Muhammad akapandishwa mbinguni, kaanna Allah ta'ala yaqulu li habibihi al-Mustafa, yani ni sawa kwamba Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya habibi ya Muhammad, idha kana ahlu Makkah wa ahlu Taif qad taraduka fa inna rabba samawati wal ardi yad'uk. Kipenzi changu Muhammad, mimi sioni sababu ya wewe kuwa na huzuni, kuwa na kero, ukose furaha, ikiwa sababu ni watu wa Makkah hawakutaki, watu wa Taif walikufukuza. Fa inna rabba samawati wal ardi yad'uk, basi Mola aliyeumba mbingu na ardhi ana haja na wewe, anakuita umtembelee katika mbingu zake. Idha kana saddauka ahlu al-ardh
faqad aqbala alayka ahlu as-samaa, ikiwa walioko ardhini wamekufungia milango yao, hawana haja na wewe, walioko mbinguni wana hamu kubwa sana na wewe Muhammad. idha kana haula an-nas صدوك فإن الله يرحب بك والأنبياء يتخذونك إماما لهم. ikiwa wanadamu wamekutenga, hawana haja na wewe, manabii wanakutambua wewe ni nani, wanakutambua wewe ni kiongozi wao, na hakuna heshima ulionayo kubwa kama wewe Muhammad kuliko mwanadamu mwingine. Allah subhanahu wa ta'ala hapa baada ya dhiki na makero na huzuni ameuliwaza moyo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hii ni bishara likulli atba'i nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sote ambao ni wafuasi wake. Bishara gani? ya sahib alhammi inna alhamma munfarijun abshir bikhairin fa inna alfarij Allah alyasu yaqta'u ahyanan li sahibihi لا تيأسن فإن الكافي الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن صانع الله إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك في كل لك الله. يا صاحب الهم، ewe uliye na makero mengi na dhiki kubwa sana, abshir, kuwa na bishara, usivunjike moyo. fa innal farij Allah, hakika mwenye kuleta faraja ni Allah. alyasu yaqta'u ahyanan li sahibi, unapokata tamaa ni jambo baya. Kukata tamaa kuna kumaliza, unaweza ukaondoka ulimwenguni kwa maradhi ambayo usiyoyajua. la tayasanna, usiwe mwenye kukata tamaa ndani ya maisha yako. fa innal kafi Allah, anayetosha ni Allah. alaysa Allahu bikafin abdahu. Allahu yuhdithu ba'da al-usri maysaratan, Allah subhanahu wa ta'ala huleta wepesi baada uzito. la tajza'alna, usibabaike, usipapatike. fa inna sani'a Allah, mwenye kufanya yote ni Allah. idha bulita fathiq billah, unapopata mtihani siku zote kuwa na imani na Allah, hakuna lolomshinda Allah subhanahu wa ta'ala. wardha bihi, na uridhike kwamba hilo aliliamua yeye. fahasbuka Allah, anayekutosha wewe ni Allah. fi kullin laka Allah, lolote ambalo litakusibu wewe una Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu ikiwa milango imefungwa anaweza kuifungua, ikiwa njia haipitiki Mwenyezi Mungu anaweza kutoa njia. Sayyidina Musa anamkimbia Firaun na Bani Israila, akashtukia mbele yake ni bahari, wa khalfahu aduwullah, mbele bahari na nyuma anakuja Firaun. Nabii Musa alitulia, akawa anamsikiza Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, nipite wapi? Siwezi tembea juu ya maji, hakuna njia. Bani Israila wakaanza fujo, wakamwambia inna lamudrakun, Firaun anakuja, sisi tumekwisha. Sayyidina Musa akamwambia kalla. Kwa nini? Vipi atatushika Firaun na Mwenyezi Mungu ameniamrisha nitoke na Bani Israil? inna ma'i rabbi sayahdin, mimi niko na Mola wangu na Mwenyezi Mungu atanambia nipite wapi. Na kauli hii atakaoiseme wewe kila mara, mahali umefungika, unaona giza, huoni njia, sema inna ma'i rabbi sayahdin. Nabii Musa akaambia Musa, pita na Bani Israila, hii bahari itafunguka iwe njia. Mwenyezi Mungu akafungua. Kwa hivyo hii ni bishara. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alichukuliwa na Allah, akaenda akatembezwa katika janna, katika mbingu za Allah, akaona malipo atakaolipa umma wake wanaofanya mema. Ikhwata alkiram, min aham ad-durus wal ibar min rihlat al-Isra wal Mi'raj, moja katika mambo muhimu sana ya kujifunza na mambo yenye mazingatio makubwa ndani ya safari ya Isra na Mi'raj. Limadha kana al-Isra wal Mi'raj
min almasjid alharam ila almasjid alaqsa. Kwa nini hii safari imefanywa ndefu kweli, na wakati Allah mambo yake siku zote ni ya mkato? Inma amruna idha aradnahu an naqula li shay'in kun fayakun. Nabi Isa alayhi salatu wasalam rufi'a ila as-samai tarfata ain. Nabi Isa alinyanyuliwa wakati Bani Israeli wanataka kumua, akanyanyuliwa mbinguni kufumba na kufumbua. Kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallam Allah anataka aende mbinguni, aende safari ndefu ya machofu, min almasjid alharam ila almasjid alaqsa, kisha baadaye atoke hapo aende mbinguni? Limadha lam yakul mi'rajan mubasharatan ila as-samawati al-ula? Kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallam asipaishwe kama Masihu Isa kutoka min baiti ummi Hani ila as-sama, kutoka nyumbani kwake apande moja kwa moja mpaka mbinguni? Hapa ndugu zangu Waislamu, inna al-murura bihadhihi al-mahattati al-qudsiyya kana maqsudan. Safari alopangiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam atoke Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa Baitul Maqdis, yani atoke Makkah aende Palestina, ni safari ya mwendo wa mwezi mzima. Kwa kipando cha kawaida walikuwa kisafiri Makuraish. Kwa nini Mtume apelekwe safari ndefu mpaka Palestina na lengo ni kwenda mbinguni? Ilikuwa hii safari ina umuhimu wake, afike pale. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika, wajada almasjid mali'an bil anbiya, ameukuta Masjid al-Aqsa umejaa watu wakubwa, sio watu wa kawaida. Alkullu anbiya, watu walioko pale ni watu wenye vyeo vikubwa. Lao ingekuwa ni wakuu wa jeshi, basi ni watu wenye vyeo vikubwa sana. Walioko pale ni manabii: Adam alayhi salam, Sayyidina Nuh, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Musa, Sayyidina Suleiman, Sayyidina Daud, Sayyidina Isa. Mwenyezi Mungu aliwakusanya manabii wote 25 wale waliofanya kazi ya da'wa kubwa katika ardhi, wote wako pale, na baadhi ya manabii wengine wamekusanya, wamejaa Masjid al-Aqsa. Mtume alipofika anakuta umma uko pale unamsubiri, na kawaida mheshimiwa anakuja mwisho, wale wenye kumpokea wanakuja mwanzo. Rais anapokuja mahali, viongozi wa serikali wote wanakuja mwanzo, mawaziri wote wanakuwa pale, yeye ndiye anakuwa mwisho wa kuingia pale. Sasa hii inamaanisha nini? Kuhudhuria Adam, aje Ibrahim babu yake mkubwa, wako pale, Kalimullah Musa, ni ishara ya kwamba huyu anayekuja nyuma yao huwa Rasulul A'zam, huyu ndiye kiongozi mkubwa, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Alafu walipofika pale, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliwasalisha wale manabii. Hii sala ya hawa manabii kusali nyuma ya Mtume Muhammad inaashiria nini? Dalalatuhu anna alqiyadata qad intaqalat ila ummatin jadida wa ila nubuwatin jadida. Ni ishara ya kwamba sasa uongozi wa dunia unahama kwenda kwa umma mpya, na unahama uongozi wa dunia kwenda kwa nabii mwingine. Tena nabii hafanani na nabii yoyote, laysat alamiyatan, laysat kanubuwati sabiqa, ni nabii ambaye si kama nabii yoyote aliyotangulia. Kullu nabiyin ursila liqaumihi, kila nabii aliyetangulia alitumwa kwa watu wake, kwa taifa lake tu. Lakini unabii uliokuja sasa, ammatun khalidatun likulli nnas, ni nabii wa ulimwengu mzima, tena ndiye nabii wa mwisho. Wa risalatuhu daimatun ila qiyam saa, na utumi wake hauna nabii mwingine juu yake, la nabii ya baada. Mtume aliondoka, wa waratha ummatahu, akawarithisha kazi ya manabii umma wake. Baada kuondoka Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akawaachia ulama ummatihi, wanazuoni wa umma wake, ka anbiya sabiqin,
ni kama manabii waliotangulia wanafanya kazi ya manabii ambao walifanya kabla ya Muhammad. Kwa hivyo hapa mtume aliletwa kusudi, kwa sababu anapokuja kiongozi mpya wanaalikwa viongozi wa nchi zingine kuja kama heshima washuhudie kuapishwa kwake. Kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam aliletwa makao makuu ya kuapishwa uongozi wa ulimwengu, ambapo ni Masjidul Aqsa. Kwa sababu gani? Masjidul Aqsa qiblatul anbiya jami'an qabla an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio ulikuwa makao makuu ya utume. Masjidul Aqsa kana mahbatul anbiya, mahbatu wahyi li anbiya bani Israil. Wahyi ulikuwa kishuka kwa manabii wa bani Israila Masjidul Aqsa. Manabii wote walikuwa sehemu hii, na ilikuwa kibla chao, ilikuwa ndio ikulu yao, makao yao makuu. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa ndiye kiongozi Makka. Masjidul Haram ndio makao makuu yake, iko mikononi mwake, na anakabidhiwa funguo ya makao makuu ya manabii wengine, awe yeye ndiye kiongozi wa ulimwengu mzima, na ni lazima wenyewe waweko pale warudishe madaraka yale kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kukabidhiwa funguo ya Masjid al-Aqsa ni zile rakaa mbili alizowasalisha manabii, wote walisali nyuma yake kutoa saluti kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba hakuna kiongozi anatambuliwa kuanzia sasa isipokuwa wewe. Ndiyo sababu ikawa ni muhimu mtume sallallahu alaihi wasallam aletwe Masjid al-Aqsa, na hiki ni qibla muhimu sana kwetu, irtabatat biaqidatina. Qibla cha Masjid al-Aqsa kinafungamana na dini yetu uhusiano mkubwa sana, lianna an-nabiy salla ilayha 3 sinin wa huwa fi Makkah. Mtume alisali miaka 3 akiwa Makkah anaelekea Masjid al-Aqsa. Wa salla ilayha al-muslimun 16 shahran wa hum fi al-Madina, na waislamu pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam walisali miezi 16 wanaelekea Masjid al-Aqsa wakiwa Madina. Na ndio baadaye ikateremka aya falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, tutakuelekeza qibla unachokitaka ambao ni Makkah. Kwa hivyo leo sisi tunaelekea Makkah, lakini mwanzo ndugu zetu walikuwa wanaelekea wapi? Masjid al-Aqsa. Ikhwata al-ahibba, min ahami ad-durus wal ibar, moja katika mambo makubwa muhimu sana ya kuzingatiwa ndani ya safari ya Isra na Mi'raj ni sala. Ikhwata al-kiram, inna ad-dawlata hinama ta'muru tuballighu safiraha inama turidu amran. Dola yoyote, nchi yoyote, serikali yoyote inapokuwa inataka kutoa amri muhimu sana kwa nchi nyingine, au amri ile ijulikane duniani, basi huwa anaitwa yule balozi. Hawawezi mpelekea barua, inma tastad'i safiran liyahdhura binafsihi, anaitwa yule balozi mwenyewe, anakuja ndani ya ikulu pale, rais anazungumza naye uso kwa uso kwamba inatakikana hivi na hivi na hivi, kwa sababu ni jambo kubwa na ni jambo muhimu sana. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم سفير الله إلى خلقه, na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye balozi wa Mwenyezi Mungu kwa viumbe vyake. Allah subhanahu wa ta'ala daa safirahu ila samawati al-ula, alimuita balozi wake mkubwa kwa wanadamu, kwa ulimwengu, aje katika mbingu. Kuna nini? Liyufridha alayhi salawat al-khams, lengo ni sala 5, liahamiyati hadhihi al-ibada wa hadhihi al-faridha, kuonyesha hii ibada si ibada nyepesi wala si jambo rahisi. Ndugu zangu Waislamu, mtume alipokuwa, Allah subhanahu wa ta'ala alileta faradhi zote katika ardhi, furidhat al-ibadatu fil ardh, ibada zote zilifaradhiwa hapa hapa ardhini. Jihadi imekuja aya hapa, saumu imekuja aya hapa, zaka imekuja aya, mtume yuko hapa.
kila kitu kilifaradhiwa hapa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alipotaka sasa kuleta ibada iliyo nzito kubwa, imeshindikana kwa Allah atoe salamu, Jibril apeleke salamu, hakuna. Istad'a safirahu al-a'zam, Allah alimuita balozi wake mkubwa. Mtume akapasua mbingu 7, akavuka paka sidratul muntaha, akaenda akafika anapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril alayhi salam alimsindikiza, alipofika na yeye sehemu alimwambia, ya Muhammad, wama minna illa lahu maqamul ma'lum, hapa mimi ndio mwisho wangu, nimefika boda huko, sina ruhusa ya kwenda pamoja na Jibrailia, ikiwa nitaenda mbele nitaungua na nur iliyoko huko. Amma anta idha ikhtaraqta wasalt, lakini wewe Muhammad una ruhusa ya kwenda, wewe una nafasi ya kwenda mbele, mimi nakusubiri hapa. Angalia daraja na utukufu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na angalia mwanadamu anapokuwa na mawasiliano na Mola wake hufikia heshima kiasi gani. Jibril anamwacha mwanadamu asema, hapa mimi ndio mwisho wangu. Muhammadu al-bashar anavuka na kwenda juu. Mtume sallallahu alaihi wasallam zuja fi nur, alifinikwa na wingu la nur, akujua amejikuta mahali alipofika. Alipofika pale, Sayyiduna Muhammad akatoa salamu kwa Allah, attahiyatu almubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah. Allah subhanahu wa ta'ala akamjibu, assalamu alayka ayuha nabii wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtume sallallahu alayhi wasallam alifurahi kupewa salamu kama zile, na Mtume alikuwa hana anania, lam yakun hasidan wala haqidan wala anania. Mtume hana uhasidi wala hana umimi kama watu wengine. Akawakumbuka manabii wenzake, assalamu alaina, amani zenye baraka kama hizi ziwafikie manabii sote. Alaina ay ma'shara al-anbiya. Alafu akawakumbuka na wanyonge pia, wa ala ibadillahi salihin. Mtume alikukumbuka hata wewe. Maneno haya ndugu zangu Waislamu yakawekwa katika at-tahiyat. Unaposali lazima useme maneno haya. Unajua sababu ni nini? Idha kana ar-rasul sallallahu alayhi wasallam urija ila as-samaa, ikiwa Mtume alipata nafasi ya kupanda mbinguni, faladaika ayuha al-muslim mi'raj baina yaday rabbik, na wewe una mi'raji yako. As-salatu mi'rajun ruhiyyun likulli muslim, sala ni mi'raji ya kila muislam. Wewe unakwenda mi'raji kiroho wakati uko ndani ya sala, na unazungumza na Allah ndani ya sala kama aliyepelekwa mi'raji alizungumza na Allah mbinguni. Allah anasema, qasamtu salata baina abdi nisfayn, nimeigawanya sala mimi na mja wangu mara mbili. Wali abdi ma saal, na mja wangu anaruhusa kuomba anayotaka ndani ya sala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, idha qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, mja akisema alhamdulillah rabbil alamin, qala Allahu hamidani abdi, Allah anakujibu. Ukisema alhamdulillah rabbil alamin, Allah anasema hamidani abdi, mja wangu amenishukuru. Wa idha qala arrahmanir rahim, ukisema arrahmanir rahim, Allah anasema athna alayya abdi, amenisifu mja wangu. Idha qala maliki yawmiddin, qala Allahu majjadani abdi, Mwenyezi Mungu usema Mola wangu, mja wangu amenitukuza, amenipa cheo ambacho ni changu. Akisema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, paka mwisho wa sura anasema hadha li abdi wa li abdi masal, haya ni mahitaji ya mja wangu na mimi nitampa anayohitaji. Sasa unazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo as-salatu mi'rajul mu'minin, ole wake ambaye anakosa nafasi kama hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda mi'raji mara moja, sisi tunakwenda mi'raj kila siku mara 5. Wewe uko ndani ya msikiti, lakini ni sawa uko mbinguni unazungumza na Allah. Ikiwa Allah anazungumza na wewe na mwenyewe anasema arrahmanu ala al-arshi istawa. Tumalize na jambo moja muhimu sana, ni safari kubwa sana, ina mambo mengi, lakini la mwisho muhimu sana kumalizia, as-sadaqatu al-haqiqiyya. Ndani ya mi'raji tunaona urafiki wa kweli. Sisi tuna marafiki wengi, lakini rafiki wa kweli ni nani ndugu zangu Waislamu? Katika marafiki zako
unamjua wakati wa shida. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposhuka katika ardhi, qassa ala Quraish ma hadath, aliwaeleza Maquraishi yaliyofanyika usiku. Alimpa ujumbe Abul Hakam, rais wa Makka, Abu Jahal. Abu Jahal akawakusanya Maquraish, akamwambia njoni msikize maajabu. Muhammad asema leo ameenda mbinguni, amerudi, yuko na sisi hapa. Maquraish baadhi yao wakaenda kwa Sayyidina Abubakar wamweleze Abu Bakr liya'lamu mawqif al-khabar, mawqifahu min hadha al-khabar, ili wajue msimamo wa Abu Bakr. Maana siku zote amemfanya Muhammad ni msafi, hakuna analolisema la urongo. Hili wakaona Abu Bakr sasa leo tumemalizana naye. Wakaenda kwa Sayyidina Abubakar akamwambia, rafiki yako unajua anayosema, asema ameenda mbinguni akarudi leo. Sayyidina Abubakar akamwambia, in kana qala dhalik faqad sadaq, kama ni kweli amesema hivyo mimi naamini amesema kweli kabisa. Inna Muhammadan la yakdhib. Quraysh wakashangaa, wakamuuliza Abu Bakr, atusaddiquhu annahu dhahaba al-laylata ila as-samaa wa qad asbaha indana, yani wewe waamini Muhammad ameenda mbinguni leo tuko naye sisi hapa alfajiri? Akamwambia, inni la usaddiquhu fima huwa ab'ad dhalik, mimi namwamini hata safari ya mbali zaidi ya hiyo, Falastini karibu. Inni la usaddiquhu bi khabari as-samaa fi ghudwatin wa rawha, mimi nitamwamini Muhammad hata aseme ameenda asubuhi hii mbinguni na amerudi, au ameenda mchana akarudi jioni, mimi sina wasiwasi. Muhammad habari zake za kweli. Hapa ndio akaitwa Abu Bakr as-Siddiq. Shair anasema, jazallahu shadaida kullaha ariftu biha min aduwi min sadiq, Mwenyezi Mungu shida azilipe khairi, kwa sababu shida ndio hufanya nijue adui wangu na rafiki yangu ni nani. Watu wote Maka walimkataa, Abu Bakar alimwamini, alikuwa rafiki wa kweli. Mtume anasema, ma araftu al-islam ala ahadin illa wa kana lahu kabwa, sikujaribu kumweleza Uislamu yoyote isipokuwa alisita. Illa Abu Bakr fa innahu lam yatala'tham, isipokuwa Abu Bakr peke yake, lam yatala'tham, nilipomwambia kuhusu Uislamu pale pale aliamini. Umar anasema, law wuzina imanu ahli al-ard, law wuzila imanu Abi Bakr bi imani ahli al-ard, law itawekwa kwenye mizani imani ya Abu Bakri na imani ya wanadamu waumini ulimwengu mzima, la rajaha bihim, imani ya Abu Bakri ingekuwa juu. Lau imani ya Abu Bakri iwe itawekwa upande wa mizani peke yake na ummati Muhammad wote pamoja na kina Umar na kina Uthman na Ali na wengine, la rajaha bihim, imani ya Abu Bakri ingekuwa kubwa, iko juu. Ja'alana Allahu min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.